Rais, waziri mwandamizi, waziri wetu wa afya Sheikh Adan Duale, siku ya leo ni siku muhimu sana. Kwa mara ya kwanza maimamu kutoka sehemu mbalimbali za Kenya katika wodi zote, kwa mara ya kwanza katika history kuja kuadhini hapa na kuswali salatu fajri kwa jamaa bila kuwekwa na tatizo lolote. Kwa hivyo tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa heshima ambayo umempa maimamu. Ni kwa mara ya kwanza. Watu tunaambiwa tu ati kuna kanisa. Tunasema kwamba na Waislamu nao wana nafasi. Leo tumepata nafasi. Na tena tumekula vizuri sana. Asante sana na maimamu wanashukuru kwa hilo. Mheshimiwa Rais, hawa maimamu ni watu ambao ni wasomi. Wamesoma ile mambo uliyozungumzia juzi ukiwa kule Mandera, mambo ya duksi na madrasa. Kwa hivyo hawa sio watu ambao hawajasoma. Ni ile lugha tu ya Kiarabu na huko na Kizungu. Kwa hivyo kwa heshima ambayo ulizungumzia kule na ukaahidi kwa kupitia kwa waziri wako wa elimu aweze kuangalia mambo ya duksi na madrasa, tutashukuru sana ili hao maimamu waweze kujumuishwa katika shughuli zako zote ambazo waweze kupata ile ajira yao. Tutashukuru sana Mheshimiwa Rais, na hasa nikiwa kiongozi wao wamenituma nizungumzie mambo haya. Mheshimiwa Rais, kwa kweli wasio na macho ndio haoni, lakini wale ambao wana macho bila shaka wanaona maendeleo ambayo yanaendelea katika nchi ya Kenya kwa kipindi cha miaka minne. Sisi Waislamu tunaambiwa kwamba ahibba linnas ma tuhibbu linafsik, pendelea ndugu yako Muislamu lile ambalo unapendelea nafsi yako mwenyewe. Tunaona kwamba ndugu zetu wa Northeastern walikuwa wamesahulikwa sana. Lami ya kwanza wao ndio wamepeleka kule. Kwa vile wale wakipata pia sisi watu tunafanya tumepata, tunawashukuru kwa hilo. Kwa hivyo kwa hilo tunakuombea Mwenyezi Mungu akuzidishie, na vile wanavyosema hapa tu tam, sidhani kama kuna mtu mwingine atapinga. Sisi ndio huko kwa msikiti na tunahubiri inshallah. Mheshimiwa Rais, ndugu zetu wale ambao wako na qualification, ni serikali yako ya kwanza kabisa kuhakikisha kwamba Waislamu hawabaguliwi. Na tena ndugu zetu wale ambao wamefaulu, unawapa zile nafasi ambazo ni sensitive kabisa kuhakikisha kwamba una imani na ndugu zetu Waislamu. Kwa mfano, hata sekretari wako jenerali wa chama UDA Hassan Omar ni Muislamu. Tukiangalia ndugu yetu Muhammad Amin Muislamu. Tukiangalia upande mwingine naona Nurdin Haji Muislamu. Sasa kwa nini tusikuweze kuonyesha kwamba tuko pamoja na wewe kwa dhati, kwa hali na mali, mpaka tuona kwamba kipindi chako kimekwisha. Mheshimiwa Rais, watu wanazungumzia kuhusu SHA sijui nini, lakini kwa hakika hii inafanya kazi. Sisi ndio maimamu tuko kule msikitini, ile changa ambayo tulikuwa tunachangia watu saa zote imepungua. Lazima tukubaliane na hilo. Mtu anaenda huko anafanya nini? SHA inamsaidia. Sasa hii mambo umetusaidia, watu hawataki tu kuona. Ni wale ambao hawapendi kuona kwamba jambo zuri umelifanya. Ni watu wa kawaida. Lakini inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atatusaidia na tutafaulu katika mpango yetu. Mheshimiwa Rais, maimamu hao ambao wamekuja na mimi nilikuwa ndio chairman wao, headquarters yetu ni kule Mombasa, lakini tuna matatizo saa zote ya kulipa rent. Tunaomba tu ukiwa utapata nafasi kwa uwezo wako, hata kama ni nyumba tuache mambo ya kulipa rent na tuendelee kuwa na ofisi ambayo ni ya kudumu, inshallah tukalia bila kuwa na wasiwasi. Mwisho kabisa,
tunatoa uhakika kwamba inshallah Mwenyezi Mungu akitupa uhai na afya, tutatembea na wewe bega kwa bega kuhakikisha kwamba kipindi cha pili umerudi, na hawa Waislamu pengine wataka tu ile ama imamu ataka ile support kidogo ya kuwasukuma ili wakipanda pikipiki wakienda pale tunatafuta kura kwa amani, hataki fujo, kubembeleza. Yule ambaye anakubali tuna nini, yule ambaye hataki basi tutazungumza naye polepole inshallah, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafaulu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa al-afwa minkum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdallah, nafikiri Sheikh Abdallah amefafanua